kwa kuwa amenikumbusha kurudi Yerusalemu. He has all reason that have come back here in this church today. Kwa ambao hawanifahamu, naitwa mchungaji Aja Joseph Mwasambungu. The one who doesn't know him, he the pastor Aja Joseph Mwasambungu. Aja Mwasambungu. Lakini kwenye ibada ya leo nimeongozana na familia, nina mke, and in this service today he came together with his wife na watoto ambao nimeongozana nao and his children. Labda tu kabla ya yote nimruhusu mke ili awasalimie, awapungie mkono. May he now allow his wife to salute you. Niombe radhi kwa kuchelewa. He now asking for the forgiveness, he came late. Na kwa sababu sikufahamu vizuri kwamba natakiwa nisimame saa ngapi, ndio kilichosababisha nichukue muda nichelewe. He didn't know in which time he had to stand here, that's why he came late. Lakini namwamini Mungu kwamba Mungu ni mwaminifu, atatuhudumia kama apendavyo yeye. But he believed in God that he is faithful and he will minister us as he loves. Niombe tu unipokee. Now I ask you to accept him. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu mtakatifu, Bwana wa uzima, Mungu uliyejaa neema na baraka, Mungu uliye mkuu sana, wewe pekee unastahili, wewe pekee unaweza, wewe pekee unatosha. Umenipa neema hii Bwana kusimama katika madhabahu hii Baba, ambapo jina lako linatajwa usiku na mchana, nami mtumishi wako nanyenyekea chini ya mkono wako Mungu. Baba, ninaomba Roho Mtakatifu shuka useme nasi. Naomba Bwana utuhudumie asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, Bwana wa uzima. Hakika Mungu ninakuamini kwa jina la Yesu, amen. Nitakuwa na somo ambalo linasema utakaso. We have a sermon that say consecration. Utakaso maana yake nini? What does it mean when we say consecration? Kichwa cha somo kinasema utakaso ni kujitenga na mambo ya kidunia na kujidhabihu kikamilifu kwa Mungu au kutenganishwa na uchafu. The consecration it means is to be set apart from the world issues and to be ready used by God. Lakini pia tunapozungumzia habari ya utakaso, but also when we speak about consecration, tunamaanisha kwamba kusafishwa. We mean also to be purified. Na tunaposema kusafishwa, maana yake ni kitu kilikuwa kichafu kinahitaji kuwa kisafi. And when we say to be purified, it means something was dead and now it's been cleaned. Hata tunapoendelea kuishi katika maisha ya dunia, as we continue living in this world life, watu wote tunapenda kujitakasa. All people we love to be consecrated. Na ndio maana huwezi kuvaa nguo muda mrefu. That's why you cannot wear the same clothes a long time. Kinachosababisha usivae nguo muda mrefu, what cause for you not to wear it on a long time, ni kwa sababu nguo zinaweza zikaleta uvundo ukawa kero kwa wengine. It's just because that clothes may be dead and they bring some disturbances to other. Na hicho kinatufanya tuendelee kutakaswa au kutakasa mavazi yetu na nguo zetu siku kwa siku. And that causes us to clean them every day. Na kwa sababu hiyo hata maisha ya kiroho tunahitaji kutakaswa kila itwapo leo. And from that reason now we ought to cleanse our spiritual life every time. Katika Biblia tunaona kwamba wana wa Israeli walipokuwa wanatamani kukutana na Mungu uso kwa uso. Now in the Bible we see the Israeli people were desiring to meet God as Moses were met him. Mungu alimwambia Musa, akamwambia waambie wana wa Israeli wayafue mavazi yao. And God told Moses, tell those people now to be ready by purifying their clothes. Sasa wale watu kwa sababu walikuwa na umwili hawakuelewa maana halisi ya Mungu kuambia wafue mavazi yao. And that people, because they were in a flesh, they didn't know what does it mean by God is saying to purify their clothes. Wao wakachukua hali ya kawaida ya kuchukua mavazi yao ya kawaida wakayafua na kuyaweka kwenye unadhifu. Now they take it normal by cleaning their clothes. Hawakujua mpango wa Mungu kwamba Mungu anachokitafuta ndani yao anatafuta kitu gani. They didn't know the plan of God, that what God were meaning by saying to purify their clothes. Tusome kitabu cha Kutoka
sura ya 19 mstari wa 9 hadi wa 11. Now let's read the book of Exodus from chapter 19 verse 19 to 11. Kutoka 19 mstari wa 11. Exodus chapter 19 from verse Kiswahili. Samahani, nimesahau miwani. Nitasoma kwa Kiswahili kutoka sura ya 19 kuanzia mstari ule wa 9 hadi wa 11. Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, tazama mimi naja kwako katika wingu zito, ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe, nao wapate kukuamini wewe, nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana hayo maneno ya watu. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Katika kitabu hiki cha Kutoka, in this book of Exodus, kinazungumza habari ya agano la Mungu na Musa. It speaks about the covenant of God and Moses. Wakati wana wa Israeli wametamani kuzungumza na Mungu, in a time that the Israeli people desired to speak with God, Mungu akapeleka hitaji lao, Musa akapeleka hitaji lao kwa Mungu, and Moses brought their needs to God. Akamwambia Mungu kwamba hawa watu hawajaridhika na hali ya kunisikia mimi. He told God, these people are not now satisfied to only hearing from me. Wanatamani wakuone wao uso kwa uso, and now they desire meeting you face to face. Lakini Mungu akamwambia Musa, and God told Moses, waambie wana wa Israeli basi wajiandae kwa kukutana na mimi. Tell these people now to be prepared to meet with me. Kitu cha msingi akasema waambie wafue mavazi yao. The important thing here, he told them, tell them to purify their clothes. Ili waweze kukutana na Mungu, wafue mavazi yao. They have to clean their clothes now in order to meet with God. Hao wana wa Israeli yamkini wakafurahi sana. Now the people, now they seem to be rejoiced kwamba leo tunamuona Mungu uso kwa uso, that we are going to meet with God face to face. Na kwa ile furaha wakayafua mavazi yao, and from that happiness they purify their clothes. Yawezekana wengine hawakutaka hata kusogeleana na wengine kwamba mtanichafua, and even the others didn't desire to meet with the other because of the sababu ni siku ya kukutana na Mungu. It was the day to meet with God. Lakini wakati ulipofika, when the time came, ukiendelea kusoma hii habari, as you continue reading these scriptures, Mungu alipoamua kushuka kwao, now when God decided to come down for them, wakaogopa, wakaona hawawezi kustahimili. Now they became fearful because they were not sustaining the power. Kwa nini waliogopa kwamba hawawezi kustahimili? Why now they became fearful? Ni kwa sababu hawakuelewa maana ya kufua mavazi yao. Because they didn't understand what does it mean to purify their clothes. Na kwa kuwa walifua mavazi ya kimwili, and because they were cleaning their physical, hawakuweza kustahimili uso wa Bwana. They were not able to face God now. Leo tunajifunza kitu gani? Today we learn, tunajifunza kwamba Mungu ili akutane na wewe anahitaji akukuta wewe mtakatifu. We learn that in order God to meet with you, he has to meet with the Holy One. Ili Mungu aseme na wewe, so for God to speak with you, anahitaji akuta uko tayari. He has to meet you now, you are ready. Na utayari wa kukutana na Mungu ni kufua mavazi ya nani? And this willingness is now to have a true repentance and not cleaning your clothes. Utayari wa kukutana na Mungu ni kuwa tayari maisha yako ya rohoni. To be willing meeting with God is to be willing from inside. Mungu hahitaji kuona umaarufu wa mtu. God doesn't need to meet somebody who is famous now. Anatamani kuona mtu ambaye amekubali, ameshuka na kujitakasa. But he desires to meet someone who is humble and concentrated for him. Wakati tafakari nikagundua siri ya Mungu. Now when he was meditating, he discovered the secret of God. Kwamba Mungu ili atembee na mtu anahitaji akuta mtu ambaye yuko tayari. That for God to meet someone, he has to meet someone who is already ready to meet him. Anatamani akuta mtu ambaye amejiandaa. He desires to meet someone who is prepared. Amejiweka sawa kutembea na Mungu. He made ready to walk with God. Hatamani kuona mazoea. He doesn't need to meet somebody
who is walking normally. Kwamba mimi niliokoka muda mrefu. That I was born in this salvation a long time ago. Hivyo mimi na kibali mbele za Mungu. That I am accepted to God. Mungu anatamani kibali kipate kila itopo leo. God desires that you have that acceptance every time. Lakini tuangalie visababishi kadhaa ambavyo vinasababisha kanisa liingie kwenye machafuko. Let's see the causative that make a church to be in a deathful. Sababu ya kwanza ni kiburi cha uzima. Number one reason is a boasting or pride. Kiburi kinatokana na nini? What does it cause the pride? Kiburi kinatokana na mazoea. Pride comes from someone who walk by customs. Kiburi kinatokana na kujitawala. Someone who is ruling himself. Kiburi kinatokana na hali ya kujiona mimi ni bora. Someone who seems that he is better than the others. Kitabu cha Misali sura ya 16 mstari wa 5. The Proverbs chapter number 16. Misali 16 mstari wa 5. Proverbs chapter number 16 verse number 5. Nitasoma kwenye ile Misali sura ya 16 mstari wa 5. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Misali Sulemani anajaribu kuzungumzia. What does Suleiman try to talk here? Anasema kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. That every man who have a pride heart is someone who is not accepted by God. Yamkini hatakosa adhabu. This man will surely be punished. Mtu anayepewa adhabu maana yake kakosea. The one who is punished, it is open that he has made a mistake. Kwa hiyo kiburi kinamfanya mtu akosee. So now pride leads someone to mistake. Na kwa sababu ya kukosea, maana yake Roho Mtakatifu hawezi kutembea katikati yao. It is because of this mistake the Holy Ghost now cannot walk through with them. Kwa sababu yeye ni mtakatifu. Because he is the Holy One. Hahitaji kutembea mahali palipoharibika. He doesn't need to walk in a place where it is already damaged. Hahitaji kutembea mahali palipochafuka. To walk somewhere where it's already dead. Anatamani atembee mahali palipo safi. That he desire to walk in a holy place. Kwa kiburi kikitawala ndani ya kanisa. Now when pride is overruling the church, Roho Mtakatifu anakaa kando. The Holy Ghost is staying apart. Kwa ili tutembee na Roho Mtakatifu. So for us to walk with the Holy Spirit, lazima tukubali kuondoa kiburi ndani ya kanisa. We have to accept to remove the pride in the church. Kwa sababu kiburi ndio kilichosababisha Shetani akatupwa duniani. Because the pride is the one caused the Satan to be sent in the world. Shetani hakukubali kutawaliwa. Satan was not let to be ruled by God. Hakukubali kuongozwa. He was not let to be led by God. Na ndio maana akasema nitakiinua kiti changu na yeye aliye juu atanisujudia. That's why he said I will raise my throne and the one above will bow before me. Yote hayo ni kwa sababu ya kiburi ambacho kiliota ndani yake. All this came because of the pride that rests in his heart. Kwa kiburi ni chukizo mbele za Mungu. Now this pride is not good before the eyes of the Lord. Kujiinua. Jambo la pili. Now is to raise yourself. Katika kitabu cha Luka 18 mstari wa 11 na 12. In the book of Luke chapter 8. In the book of Luke. In the book of Luke chapter 18. 11-12. Kitabu kile cha Luka mstari wa sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 11, tasoma kwa Kiswahili. Anasema, yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hiki kitendo kilifanya Farisayo ashushwe. This act made these Pharisees to be down now. Huyu mtu maana yake alikuwa amefika mahali pa mazoea. He reached in a place where the pride is overruling his heart. Na kwa sababu amezoea akaona wengine hawafai. And because of the pride, he counted himself better than the others. Akajiinua akaona yeye ni bora kuliko wengine. Now he raised himself to see that he's better than the other. Kilichompelekea ni kwa sababu amekaa kwenye dini yake kwa muda mrefu. What led him to do this is because of the religion.
Kuwepo ndani ya kanisa kwa muda mrefu sio kibali cha kwamba nimekuwa mtakatifu kuliko wengine. To stay long in the church does not make you to be holy than the others. Mungu anatamani kuona kila itopo leo tunaokoka upya. What God desires to see us, we are renewing our salvation every day. Anatamani kuona kila itopo leo tunapandishwa upya. That every day we are consecrated. Tunainuliwa upya. That we are raised every day by Him. Tunapandishwa viwango. That we are staying up from level to level every time. Hiyo ndo hamu ya Mungu kuona kwa watakatifu katika kanisa. That is what God desires in the church of the holy peoples. Lakini kitendo cha kujiona mimi ni bora kuliko wengine, when someone is counting himself better than the other, kinamfanya Mungu kuwa mbali na wewe. He makes God to stay far from the man. Biblia inasema kila ajishushaye atakwezwa. And the Bible say everyone who see the pride, everyone who stand down, God will raise him. Lakini yule ambaye anakubali kujikweza atashushwa. But the one who stay in pride, God will make him down. Na ndio maana maombi yule Farisayo hayakupata kibali mbele za Mungu. That's why the prayer of the Pharisees was not accepted by God. Lakini yule mwingine akaenda, ukisoma kiangalia anasema akaenda mwingine akasema mimi sistahili. But the tax man, when he was praying, he said, I am not worthy before God. Mungu akaona huyu ni bora kwa sababu amehitaji msaada wake. And God saw that this man is better because he needs me now. Kwa kanisa la Bwana tunahitaji kuinuliwa na Mungu, sio kujiinua. So the church of God, we need God to raise us and not to make ourselves above. Jambo la tatu. Now the reason number 3. Hili katika kanisa limekuwa baya. Hili jambo la tatu. Inasema kwamba ukabila. The number 3 is tribalism. Kwa nyakati za leo ukabila umeshaingia na makanisani. Nowadays tribalism came into church. Kabila lingine halioni lingine kuwa salama. One tribe does not see the other one that is better. Katika Biblia tunajifunza kwamba Wayahudi waliwatenga sana Wasamaria. In the Bible we see that the Jews didn't count the Samaritan people. Na kwa nini waliwatenga? Ni kwa sababu wanasema kwamba Wayahudi au Wasamaria walizaliwa kutokana na uzinzi. They did this because they counted those Samari, they came from the prostitution. Baada ya Wayahudi kutengwa kupelekwa utumwani, wakaletwa watu wasio kabila la Wayahudi katika mji wao, wakazaa na wake zao. In the time of exile, when the Jews went to exile, other people from other country came to their place. Kile kitendo kafanyika chukizo kwa Wayahudi. And that thing was not better in the eyes of Jews. Baadaye wakaweka mpaka, hawawezi hata kufanya shirika. And later on they put the boundaries that they cannot collaborate with these people. Na wakaona kabisa kwamba hawa watu ni taifa lisilo na Mungu. And they see that these people, Samaritan, they are people who does not have God inside them. Ukisoma kwenye Biblia unaona kwamba Mungu mwenyewe anashuka wakati Petro ameenda katika mji ule. When you read in the Bible, you see that God himself came down when Peter went in that city. Petro aliyekuwa Myahudi akashangaa kuona hata Wasamaria ambao ni taifa chafu nao wanajaa Roho Mtakatifu. And Peter was wondering to see that the nation that doesn't have not God now are humbling before him. Kitendo hicho kikamshangaza Petro. This act made Peter to wonder what is happening. Akasema hakika kumbe Mungu si kama wanadamu. Mungu hana upendeleo. And Peter said, now I know that God is not favoring to someone. Mungu haangalii umaarufu. That God does not look into the famous people. Mungu haangalii kwamba huyu ni bora. That God does not count this one is better than the other. Mungu alifanya jambo la kuwaunganisha makabila yote ili wawe kabila moja na Roho Mtakatifu. That God unite all the people, all the tribe to be the one. Hata leo tunataka kujifunza kwamba kwa nini sisi ni wamoja. And then even today we learn that why we have to be together. Ni kwa sababu tumeunganishwa katika mwili mmoja wa Kristo. It is because we are united in the same flesh of Christ Jesus. Na hicho ndio kinachotakiwa kiendelea kuishi ndani ya kanisa. And that must continue to live in the church of God. Lakini kile cha unyakyusa na unyiha kife. But when we bring Nyakyusa and Nyiha, that does not please God. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Nimezungumzia Nyakyusa na unyiha kwa sababu Nyakyusa mkangu Nyiha.
And they speak about Nyakyusa because he is a Nyakyusa and his wife is a Nya. Lakini Yesu ametuunganisha akatuweka kuwa wamoja. But God unite us all to be together. Hata katika maisha ya kiroho tunapaswa kuungana kuwa watu wamoja. Even in the spiritual life we have to unite to be together. Yawezekana wakati mwingine kabila moja liwahi kukwaza sana. It is possible some time ago another tribe made you to be in trouble. Hata mtu ambaye anaokoka wa kabila lile unaona ni najisi. When you see someone from another tribe who is coming to Jesus, you say no, this is now intruder. Hapana, Mungu amemleta ili awe kiungo katika mwili wa Kristo. But God brought him to be an organ in the body of Christ. Na kwa sababu amekuwa kiungo katika mwili wa Kristo, na wewe ni kiungo pamoja naye. And then because he became an organ in the body of Christ, and you either you have become together an organ with him. Ukabila hauna sehemu katika kanisa la Roho. Tribalism has no space in the body of Christ. Ukabila hauna nafasi katika kanisa la Kristo. Tribalism has no space in the church of God. Wote tunapaswa kuwa kabila moja na Roho Mtakatifu. All to be the one tribe of the Holy Spirit. Na ndio maana siku ya kujaa Roho Mtakatifu wote tunajaa Roho Mtakatifu ile ile. And that's why the day of filling by the Holy Ghost, all of us we are filling by the same Spirit. Na tunanena kwa lugha moja ya Roho Mtakatifu. And we speak in tongue by the Holy Ghost. Sijawahi kuona mtu ananena kwa lugha yake na kikabila chake. I didn't even see someone speaking tongue by his tribe. Hata kama kanena kwa lugha ya kabila fulani, lakini na yeye haijui kama ni kabila gani. Even so he's speaking tongue by another tribe, even himself doesn't know this tribe to speak it. Kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka ili kukuhudumia wewe. Because the Holy Ghost descended to minister upon someone. Kwa tunapaswa kuwa watakatifu ili tutembee na Bwana. Now we ought to be holy, not to walk with God. Ili tutembee na Mungu wetu. For us to walk with our God. Tutembee na Roho Mtakatifu. That we may walk with the Holy Spirit. Lazima tuwe watakatifu. We must be the holy. Ili nguvu ya Mungu itembee ndani ya kanisa. For the power of God to walk in the church. Lazima tuwe watakatifu. We must be holy. Ili uwepo wa Mungu utembee ndani ya ibada zetu. For God is better to walk in our fathers. Lazima tuwe watakatifu. We must be holy. Utakatifu unamsogeza Mungu. When we become holy, God become near. Ndani ya kanisa. In the church of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Kisababishi kingine, another reason, faraka au mafarakano. Mafarakano. When there is trouble, there is separation. Wakati fulani mimi niliumia sana. Sometime he was hurt. Kitendo kilichoniumiza ni baada ya kupata taarifa ndani ya kanisa linaloongoza. After receiving the information from the church he is leading. Kuna watu wanaingia mlango mmoja lakini hawasalimiani wanapotoka. There are some people who are entering entering in the same door, but they were not together from the place they are coming from. Na kwa sababu hiyo, maana yake tayari wanazuia uwepo wa Mungu ndani yao. And from which reason now they are hindering the presence of God in their life. Kwa sababu Mungu wote amewaokoa. Because God has saved them all. Na hakuna aliye bora zaidi kuliko mwingine. And there is no one better than the other. Kwa kitendo hicho kilifika mahali kikaniumiza moyo wangu. So that act made him to be broken in his heart. Kikaniletea shida kubwa. That he was in a trouble. Kwa sababu nikafikiria kwamba kama mikono inaweza ikasema sina haja na mguu, ni hatari. Because they were thinking if my hand will say I don't need my feet, it will be now dangerous. Katika kanisa, in the church, katika kanisa tu viungo. In the church we are all organs. Kila mmoja kiungo kwa mwenzake. Everybody is an organ to another. Kwa unapofika mahali kumchukia mtu, when you reach a point now you are not feeling better for someone, si kama unamuondoa yule kwenye kiungo katika mwili wa Kristo. It is not that you are putting him aside from the body of Christ. Ila wewe ndio unayejiondoa katika mwili wa Kristo. But it is you the one who is moving yourself from the body of Christ. Kwa sababu chuki haiwezi kukaa mahali patakatifu. Because hardness does not stay in the body of Christ. Niombe kanisa la Bwana. Now I like to request you, the church of the Lord, tufike mahali pa kujua mipaka ya Ukristo. Let us reach in a place that we may understand the boundaries of Christ. Kwamba hili pando ambalo linaingia ndani yangu halijatokana na Mungu. That this plant that is coming in my heart does not come from God. Na ndio maana napaswa kuwa mtakatifu kila itwapo leo. And that's why I ought to be holy every day. Niwe busy na kazi,
niwe kwenye shughuli zangu, natakiwa kulinda utakatifu. That I am busy or lose out to be holy. Kwa sababu sijui wakati gani Yesu anakuja kuchukua kanisa. That I don't know at which time God will come to take away the church. Na Yesu atachukua kulingana na umaarufu wa mtu. And God will not take someone because he is famous. Yeye atakuja kuchukua kanisa lililotakaswa. He will come to take a church that is consecrated, lililokubali kusafishwa na damu yake. That was ready to be set apart by his blood. Utakatifu tu utampeleka mtu mbinguni. Now only the holy will take someone to God. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 4. Acts chapter 14. Yesu kanisomea. Matendo ya Mitume sura ile ya 14 mstari wa 4. Mstari wa 4. Tasoma kwa Kiswahili. Lakini jamii ya watu wa mjini wakafarakana. Hawa walikuwa upande wa Wayahudi na hawa upande wa mitume. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Tunapozungumzia habari ya faraka, when we speak about separation, faraka inasababisha matengano ndani ya kanisa. Separation makes some people in the church to stay apart. Wengine wanakuwa wa mzee fulani, wengine wa shemasi fulani. Other for a certain elder and other for a certain deacon. Everybody separated is everywhere. Wengine wa mchungaji, wengine wa mtu mwingine. Other for the pastors and other for the other people in the church. Lakini mchungaji hajawahi kufa kwa ajili yako. But God never, pastor never died for one. Wala mzee wa kanisa hajafa kwa ajili yako. Even the church elder never died for the church. Aliyekufa kwa ajili yangu ni Yesu Kristo pekee. The one who died for us is the only Jesus himself. Anayetamani sisi wote tuwe wamoja. The one who desires to be together. Anayetamani sisi sote tuwe mwili mmoja. The one who desires to be the one flesh. Utofauti wake tuwe viungo katika kila mtu kwa mwenzake. That they are given to be an organ but to one another. Na kwa nini kwa viungo kila mtu kwa mwenzake? But why we become an organ to one another? Ili tuweze kusaidiana. That we may help each other. Katika mwili wa mwanadamu kuna viungo vingi. In the body of human there is a many organs. Lakini katika kila kiungo kina kazi yake. And every organ has its own work. Mikono ina kazi yake. Now we know the hand has the work to do. Miguu ina kazi yake. Even the feet. Masikio ina kazi yake. Even the ears. Macho ina kazi yake. Even the eyes. Kila kitu kina kazi yake. Everything has its own job. Na kila kitu kinafaa. And everything is good. Kwa hiyo hapa tulipo tu viungo. So here as we are here now today, kila mmoja anafaa. Everybody is good here. Kila mmoja ni bora. Everybody is better here. Kila mmoja anastahili. Everybody is worth before the eyes of God. Kikubwa asimame katika kweli ya Mungu. The good thing is to stand in the truth of God. Kikubwa asimame alinde utakatifu. That he may stand and guard his holiness. Alinde maisha yake. That he may protect his life. Akubali kuishi maisha matakatifu. That he may accept to live the holy life. Utakatifu tu ndio unaotupa kibali cha kuzungumza na Mungu. Only the holy life may give someone acceptance before the eyes of the Lord. Kwa maana kwa andiko letu la msingi tunaona kwamba Mungu aliwaambia wana wa Israeli wayafue mavazi yao. As we see in our main scripture, God told the Israeli people that they may prepare their spiritual clothes. Kwa maana ya kwamba hayuko tayari kukaa mahali ambapo hawastahili. That God was not ready to stay in a place where it's not cleansed. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Lakini jambo lingine, another thing, ugomvi ndani ya kanisa. The fighting in the church. Hili jambo ni tatizo katika kanisa la Mungu. This is a big problem in the church of God. Na Mungu hawezi kutembea mahali palipo na ugomvi. And God cannot walk in a fighting place. Lakini ngoja niende sehemu nyingine kwamba ili kudumisha utakatifu, for us to keep our whole life, kuna mambo kadhaa ambayo nimeweka kwa kuzingatia. There are things here we have to learn and consider. Jambo la kwanza, ondoa kiburi na dharau ndani ya kanisa. Number one thing, remove the pride and despise in the church. Katika kanisa ninaloongoza, in the church he lead, kulikuwa na malumbano kidogo kati ya waimbaji. There were a fight between the singers. Kwaya hii kuona ni bora kuliko nyingine. This choir seems itself that better than the other. Kile kitendo kilifanya kwamba wakati mwingine wengine wanaposimama kuimba
kuimba alafu watu wanasimama kucheza. That an act lead when someone is staying here leading the choir and the people are standing up responding. Wengine wale ambao hawakusimama wanainua kitu ndani ya mioyo yao. And the other who didn't stand up, they have something in their heart. Kwa tayari wanaweka uadui. So they put the enmity in their heart. Nini? Ni kwa sababu malumbano yapo katikati yao. Why? Because they were a fight in their heart. Sasa ili tulinde utakatifu lazima tuondoe hali ya kiburi na malumbano au dharau ndani ya kanisa. So for someone to protect his holiness, we have first to remove the pride and the despise in the church of God. Lakini jambo lingine, and another thing, tunza unyenyekevu katika maisha yako. Keep harmony in your life. Tunza unyenyekevu katika maisha yako. Keep harmony in your life. Unyenyekevu unampandisha mtu viwango. Harmony makes someone to be raised by God. Katika kitabu cha Matendo Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 8. In the first Peter from chapter 5 verse 5 to 8 utajisomea. Petro anajaribu kuzungumzia habari ya unyenyekevu. Peter is trying to speak about the humble issues. Asema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. He say humble yourself before the hand of God. Ili awakweze kwa wakati wake. That he may raise you in his due time. Kwa mtu anapokuwa mnyenyekevu, when someone become humble, anafanywa Mungu amuinue. He calls God to come near and raise his life. Unyenyekevu unampandisha mtu viwango. Being humble makes someone to be raised. Jambo lingine, another thing, ondoa matabaka ndani ya kanisa. Now remove the classes in the church of God. Tukishaondoa matabaka ndani ya kanisa, Roho Mtakatifu atatembea ndani yetu. When you remove these classes in the church of God, the Holy Ghost will walk through the church. Mungu atatembea ndani yetu. And God will walk inside us. Kwa sababu tumeondoa matabaka. Because we have removed the separation, the classes. Tumeamua kuwa wamoja. We have decided to be the one. Tumeamua kuwa kitu kimoja. We have decided to be the one. Kwa Mungu atatembea katikati yetu. So God will walk through us. Tutaona uwepo wa Mungu. And then we will see the presence of God. Nguvu ya Mungu. We will see the power of the Lord. Tutaona uwezo wa Mungu. We will see the ability of God. Huduma za kimungu zatembea. We will see God how he ministers unto us. Karama za kimungu zafanya kazi ndani ya kanisa. The gift of God will work in the church of God. Kwa sababu tumekubali kutembea na Mungu. Because we have accepted to walk with him. Zaburi nafikiri sasoma. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa 18. First Corinthians from chapter utajisomea. 12. Lakini jambo lingine, and another thing, litii neno la Mungu na kuliishi. Obedience is the word of God. Ili uweze kuwa mtakatifu, kuishi maisha matakatifu, for the one to live the holy life, lazima ulitii neno la Mungu na kuliishi. You must obey the word of God and live it. Neno la Mungu na kuliishi, the word of God and live in it. Shida ya nyakati za leo ni kwamba watu tunatii neno la Mungu kwa kinywa. The problem today, people we are obeying the word of God by mouth. Tunatakiwa kulitii neno la Mungu kutoka ndani. We have to obey it from inside. Na tukijua kabisa kwamba Mungu anachoangalia haangalii nje, anaangalia ndani ya moyo. Je, ninatii neno la Mungu na kuliishi? As we know, God does not look us from outside, but he observes us from inside. Kwa ili tuishi maisha matakatifu, in order for us to live the word of God, we must obey God. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Lakini jambo lingine, but another thing, onyesha upendo kwa watu wote. Show love to all people. Pale nimesema kwamba sababu ni matabaka au ukabila, lakini hapa ili tutembee maisha utakatifu lazima tuonyeshe upendo wa Mungu kwa watu wote. So in order to show love to people, we have to live the holy life. Kwa sababu Mungu ni pendo. Because God himself is a love. Na anawapenda watu wote. And they love all people. Na wewe una uungu ndani yako. And you have the godly inside you. Unapaswa kuonyesha upendo kwa watu wote. You ought to show the love to all people. Maana na wewe una uungu ndani yako. Because there is godly inside you. Jambo lingine, another thing,
Amua kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Decide to worship God in the spirit and truth. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli. To worship God in the spirit and truth. Shida ni kwamba wakati mwingine tunamwabudu Mungu katika roho tu. Sometimes the problem is we worship God just in the spirit, lakini kweli tunaiacha. But there is no truth. Lazima tuende navyo vitu vyote viwili kwa pamoja. We must go with the both thing together. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli. To worship God in the spirit and truth. Injili ya Yohana 4 mstari wa 20 21 hadi 24. The Gospel of John from chapter 21. Naomba tulisome ile andiko hata kama niko nyuma wakati. The Gospel of John 4:21 hadi 24. Injili ile ya Yohana sura ya 4 mstari wa 21 hadi wa 24. Injili ya Yohana tasoma kwa Kiswahili sura ile ya 4 mstari wa 21 kuanzia hapo. Biblia inasema Yesu akamwambia, mama, unisadiki sasa, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Mungu anatafuta watu wanaotaka kumwabudu katika roho na kweli. God is looking for people who are ready to worship him in the spirit and truth. Si kuabudu tu, ni kuabudu katika roho na kweli. Not only to worship, but to worship in the spirit and truth. Ili tupate kibali mbele za Mungu, lazima tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. That we may have accepted to God. We must worship God in the spirit and truth. Jambo lingine, and another thing, jitenge na dunia. You have to be consecrated from the world. Dunia kwa nyakati za leo inang'ang'ana sana kuingia mpaka kanisani. Today in now the world in nowadays. Sasa tunaposema jitenge na dunia, maana yake uwe tofauti na dunia. When we say be consecrated from the world, you have to be different from the world. Nikawa nafikiria Daudi anapozungumza kwenye Zaburi sura ya 1 mstari wa 1, anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani. Amezungumza vitu vingi hapo, nikafikiria kwamba kumbe kujitenga na dunia ni kutokwenda katikati ya shauri la wasio haki. As that be our example, we must stay away from the world and not stay inside it. Ni kwamba tunaishi katika dunia, lakini hatupaswi kuishi kama dunia inavyotaka. That we live in the world, but we are not all to live what the world it says. Tunapaswa kuishi kama Mungu anavyotaka tuishi. We have to live as God say us to live. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Lakini tuangalie faida chache kwa muda mfupi. Now let's see the importance. Faida ya kuishi maisha matakatifu. The importance to live the holy life. Utafunuliwa mambo mengi na Roho Mtakatifu. A lot of things will be revealed by the Holy Ghost to you. Unapoishi maisha matakatifu, utafunuliwa mambo ya siri. When you live the holy life, the revelation will be up to you. Utaambiwa yale usiyojua. You will be told the things that you don't know. Maana Mungu hata tamani uangamie. Because God will not want to be you to be perished. Wewe umekuwa mtu wa faida. Because you are the important person to God. Anakuona miongoni mwa watu wanaoishi duniani, wewe ni wa maana. When you look in the world, you see that you are a valuable person in the world. Maana umekubali kuishi maisha matakatifu. Because you accepted to live the holy life. Lakini lingine, but another thing here, utatengwa na hofu ya kidunia. You will be set apart from the fear of the world. Utatengwa na hofu ya kidunia. You will be set apart from the world fear. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Because the Holy Ghost is inside you. Anakuthibitishia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. He affirms to you that you are the son and the daughter of God. Anakuthibitishia kwamba wewe sio wa dunia hii. He confirms to you that you are not of this world. Anakuthibitishia kwamba duniani hapa unapita tu. He confirms to you that you are a person walking here in the world. Sasa mtu anayezungumza na Mungu
sio mtu wa kawaida. So when someone is speaking with God, this man cannot be a normal man. Na ili uzungumze na Mungu lazima ukubali kujitenga na dunia. So for one to speak with God, you have to be set apart from the world. Lakini jambo lingine, utalindwa na nguvu za Mungu. But another thing here is to be protected by God. Kila unapotembea utakuwa salama. Everywhere you walk, you will be safe. Wakati shetani anawaza kutafuta watu wa kuangamiza, when Satan is around looking for someone to perish, wewe utakuwa salama. You will be safe. Maana ulinzi wa Mungu utakuwa juu yako. Because God's protection will be upon you. Mungu atakuwa upande wako. God will be on your side. Mungu atakutunza. God will keep you safe. Mungu atakupigania. And God will fight for you. Wana wa Israeli wakati wanavuka bahari ya Shamu, and the people when we are crossing the ocean sea, wakafika mahali mbele kuna bahari, kushoto kuna mlima, kulia kuna mlima, nyuma kuna maadui. They reached to the point where they floated, there was an ocean, behind them there was an enemy, and there were desert side, left and side, left and right side. Wakamlilia Musa. Now they cried before the Moses. Musa kaenda mbele za Mungu. And Moses go before the Lord. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. And God told Moses, take these people to move on. Hao maadui wanaoona, the enemy behind them, hawatawaona tena milele. They will never see them forever. Bwana atawapigania. And God will fight for them. Mtanyamaza kimya. And God will stay quiet. Yale makundi yanayokuzunguka, all the trouble around you, Bwana atakupigania. God will fight for you. Mtanyamaza kimya. And God will stay silent. Stay good with God. Walk with Him. Accept to live the holy life. Accept to live the holy life. Hawezi kukuacha. God will never forsake you. God never forget you. Wewe ni mtu wa maana sana mbele za Mungu. When you live the holy life, may you please stand on your feet. Nimezungumza mengi. Have talked a lot. Yawezekana kuna jambo Mungu amezungumza na wewe. It is possible there's something God spoke with you. Ni kumwambia Mungu, naomba unisaidie. Tell God, now help me. Pale ambapo hujaenda sawa sawa, where you are walking mistakenly na agizo la neno la Mungu from the God's order, ni kumwambia Mungu nisaidie. You are telling God, help me. Mungu nisamehe. God forgive me. Natamani kutembea na wewe. I desire to walk with you. Natamani kuona wewe. I love to see you. Natamani kuishi na wewe. I need to live with you. Siku zote za maisha yangu. All over my life. Basi kila mmoja mwambie Mungu kwamba Mungu naomba unisaidie. Now everyone talk to God. Katika jina la Yesu Kristo.